Ndugu zangu waandishi wa habari, mmekuwa mkiona kwa muda mrefu kumekuwa na watu wengine wanachama na wengine sio wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakifanya press conference mbalimbali na kukishutumu chama na hasa viongozi wa chama. Wale ambao wamo ndani ya chama tumekuwa tukiwachukulia hatua kwa kufuata utaratibu ambao upo kikatiba na kikanuni kwa mjibu wa chama, kwa sababu ili ushutumu unatakiwa uwe na ushahidi na uweze kuthibitisha. Kwa hiyo hayo ameshayaongelea sana katibu mkuu wa chama na sitapenda kuyarudia, yanayohusiana na wanachama na viongozi wa chama. Kibaya zaidi ni kwamba imetokea sehemu nyingi, sasa nitakuwa specific kwenye kanda yangu. Imetokea watu ambao sio wanachama wa chama chetu, sio viongozi wa chama chetu, wanajivika wanachama wa chama chetu, wanajivika uongozi wa chama chetu na kutoa matamko yenye nia ya kukishushia chama hadhi. Wanatoa matamko yenye nia ya kukibagaza chama chetu, wanatoa matamko yenye nia ya kushusha hadhi na heshima ya viongozi wetu. Swala hili limekuwa linatokea kwenye kanda mbalimbali, lakini mimi nitazungumzia kanda yangu. Majuzi mmeona klipu zikitembea ambazo klipu hizo zimetoka mkoa wa Katavi ambao ni sehemu ya kanda yangu. Kwenye klipu hizo yupo dada mmoja ambaye aliongea kwenye clip peke yake, anaitwa Elizabeth Festo Sigela. Huyu dada Elizabeth Festo Sigela anatoka Katavi na amewahi kuwa mwanachama wetu na kiongozi wetu. Akiwa Chadema alikuwa ni mwenyekiti wa vijana wa jimbo la Katavi. Baadaye akahama, bahati nzuri klipu tunazo, akaenda Chauma. Alipofika Chauma amepewa cheo cha mwenyekiti wa vijana mkoa Chauma. Kwa hiyo ni kiongozi wa Chauma kwenye ngazi ya mkoa ambaye ni mwenyekiti wa vijana, na bahati nzuri tunao ushahidi mwingi sana akifanya shughuli zake kama mwenyekiti. Tunazo clip akiwa Ubungo Plaza kama kiongozi wa Chauma. Tunazo clip akiwa anapokea viongozi wenzake wa Chauma akiwemo mzee Hashim Rungwe kwenye helikopter Katavi. Tunazo clip akiwa kwenye shughuli za chama cha Chauma akiwa anaendelea na shughuli zake kama kiongozi na kama mwanachama wa Chauma. Lakini majuzi amejitokeza na kujitambulisha kwamba yeye ni kiongozi wa Chadema, ni katibu wa baraza la vijana mkoa wa Katavi Chadema. Na kutokana na kujitambulisha hivyo akatoa shutuma na kashfa na maneno ya kudhalilisha na kukishusha hadhi chama, lakini pia viongozi wetu akiwemo makamu John Wegesa Heche. Kayafanya haya yote akiwa anajua kwamba yeye alishahama, sio mwana Chadema, hana nafasi yoyote Chadema,
na kwa namna yote hana haki ya kuizungumzia Chadema kama kiongozi wa Chadema au kama mwanachama wa Chadema. Anayo fursa ya kuiongelea Chadema kama mpinzani wa Chadema au kama raia wa kawaida, kwa sababu ni mwana Chauma, lakini sio kujivika uongozi wa Chadema na kuizungumzia Chadema kama wewe ni kiongozi wa Chadema. Ukisoma sheria yetu ya vyama vya siasa, The Political Parties Act, sura ya 258 ya sheria zetu, inaeleza kifungu, ukisoma kifungu cha 11 kifungu kidogo cha 3, ukisoma sheria hii ya The Political Parties Act sura ya 258 kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2023, inaeleza ni mazingira gani mtu aliyekuwa kiongozi na aliyekuwa mwanachama wa chama fulani anapohamia chama kingine na kuwa na nafasi au mwanachama wa chama kingine anavyosizi kuwa mwanachama wa kile chama cha awali. Inasema a person who possess membership card of more than one political party shall be deemed to have resigned from the previous party. Maana yake ni nini? Ni kwamba mtu yeyote ambaye alikuwa chama kingine akihama akawa na kadi ya chama cha pili, maana yake anakuwa amesizi kuwa mwanachama wa chama cha awali. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria yetu, kifungu cha 11 kifungu kidogo cha 3. Sasa leo hii huyu mtu wa Chauma anaenzaje kwenda kutuzungumzia na kujifanya tena amevaa mpaka nguo za Chadema? Hii anavyojiimpersonate ni kosa kwa mujibu wa sheria. Tukiachana na huyu Eliza, yupo mwenzake ambaye anaitwa Mzee Daniel Mwamba Kalala. Huyu alijitambulisha kwamba ni katibu wa wazee jimbo la Katavi, yani kule Inyonga, wakati sio kweli, na akaongea maneno magumu ikiwemo kashfa. Akasema makamu mwenyekiti John Wegetha Heche amepewa milioni 600. Wakati kwenye chama chetu, mimi kama mwenyekiti wa kanda ninayemfahamu kama mwenyekiti katibu wa wazee jimbo la Katavi anaitwa Mzee Yusuf Lusato. Huyu ndo kiongozi wa nafasi ambayo Mzee Daniel Mwamba Kalala amejipachika. Sasa kufanya haya ni makosa kwa mujibu wa sheria. Ukisoma sheria kanuni ya adhabu, the penal code, kanuni ya adhabu ambayo ni sehemu ya sheria yetu sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023, ukisoma kifungu cha 369 na kuendelea, kinaeleza jinsi ambavyo ni kosa mtu kujifanya yeye ni mtu fulani na kuweza kunufaika kwa kujifanya yeye ni mtu fulani kwa kutumia sheria hii. Inakataza na inatoa adhabu. Kwa hiyo ninataka kusema wazi kwamba kwa kuwa hii hali imekuwa ikiendelea, tuliona kanda ya Pwani, nafikiri nyinyi waandishi ni mashahidi, kuna mtu wa Kibaha alijimpersonate na baadaye akaletwa mtu halisi ambaye alionekana yule amedanganya. Imekuwa hivyo sehemu mbalimbali. Sasa mimi kwenye kanda yangu, kwanza nataka nitoe onyo kwa mtu mwingine yeyote asirudie kufanya kitendo hiki. Cha pili, kwa kuwa mimi ni wakili, ninataka kueleza umma kwamba hawa watu
tutawachukulia hatua za kisheria. Ni lazima tuwafikishe mahakamani kwa sababu wamekitweza chama, wamekidhalilisha chama na wanakishushia hadhi chama kwa kuongea maneno ya uongo na kujifanya wao ni viongozi wa Chadema wakati sio viongozi wa Chadema. Hawa watu tutawachukulia hatua za kisheria.